Habari za asubuhi ya leo. Karibu kwenye kipindi cha habari za soka hapa na pale. Leo hii tunaanza na habari kutoka Argentina. Baada ya kurejea Boca Juniors kufuatia kichapo katika fainali ya kombe la dunia la mwaka 2026 dhidi ya Uhispania, Leandro Paredes alijikuta tena katikati ya utata wakati wa mechi dhidi ya Newell's ambayo iliyomalizika kwa sare 2-2. Wakati mchezo ukiwa umesimama, kiungo huyo raia wa Argentina alipiga mpira kwa makusudi kuelekea kwa mchezaji wa timu pinzani akiwa umbali mfupi sana. Kitendo kilichozua hisia kali na malalamiko papo hapo. Tukio hilo lilikumbusha tabia yake yenye utata wakati wa robo fainali ya kombe la dunia la mwaka 2022 dhidi ya Uholanzi, ambapo alipiga mpira kuelekea benchi la timu ya Uholanzi akiwa tayari amekabiliwa na ukosoaji kutokana na ukali wake na ukosefu wa nidhamu ya michezo kufuatia kichapo cha fainali dhidi ya Uhispania msimu huu wa joto. Sasa Paredes anakabiliwa na wimbi jingine kali la shutuma dhidi yake. Tukielekea Uingereza, tukianza na kauli hizi. Soko la usajili bila shaka bado halijafungwa. Tumekamilisha asilimia 60 ya mpango wetu wa usajili. Sasa tuna lengo jingine kubwa na la kusisimua. Natumai litafanikiwa, lakini hakuna uhakika wowote kwa sasa, Roberto De Zerbi alitangaza siku chache zilizopita. Usajili huo mkubwa unaoweza kuleta msisimko huenda ukawa ni wa Cody Gakpo. Kwa mujibu wa Fabrizio Romano, klabu ya Liverpool, kwa mujibu wa Fabrizio Romano, klabu ya Tottenham Spurs inapanga kuongeza kasi katika jitihada zake za kufanikisha dili hili, ikianza kwa kufuatilia nia ya Liverpool kuhusiana na winga huyo raia wa Uholanzi. Mchezaji huyo hayupo kwenye orodha ya wachezaji wanaouzwa na ana mkataba unaoendelea hadi mwaka 2028. Hata hivyo, Liverpool inatafuta kuimarisha eneo hilo kwa kumfuatilia Bradley Barcola kutoka Paris Saint-Germain, hatua ambayo inaweza kufungua mlango wa Gakpo kuondoka klabu hapo. Naam, tukielekea kwenye timu ya Chelsea, timu ambayo ina tabia ya kununua wachezaji wengi zaidi, huku tukijiuliza, je, anayehusika na masuala ya kununua wachezaji kwenye timu ya Chelsea, je, anatumia mfumo gani kwa kujazia wachezaji bila kuwa na target ambayo inaeleweka? Sababu Chelsea ni miongoni, nafikiri inaweza kuwa ndio timu ya kwanza ambayo imeweza kusajili wachezaji wengi nafikiri duniani. Bila shaka sioni nyingine timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana mkataba na timu hiyo kuliko kuishinda timu ya Chelsea. Hata hivyo, kwenye timu ya Chelsea inasemekana kuwa Benoit Badiashile, mchezaji ambaye ana miaka 25, akiwa amecheza mechi 15 katika mashindano yote msimu wa 2025 kuelekea 2026, anaweza kufufua taaluma yake katika ligi Serie A wakati huu wa dirisha la usajili la majira ya joto. Kwa mujibu wa gazeti L'Equipe,
klabu ya Napoli iko karibu kufikia makubaliano na Chelsea kuhusu uhamisho wa mkopo wenye kipengele cha kumnunua moja kwa moja beki huyo wakati raia Ufaransa. Klabu hiyo ya Italy imepiga hatua kubwa mbele katika kinyang'anyiro cha kumsajili mchezaji huyo, lakini taarifa zinazoonyesha kuwa Juventus bado haijakata tamaa. Klabu hiyo maarufu kama Old Lady au La Vieille Dame kwenye Kifaransa bado inafuatilia kwa karibu hali ya mchezaji huyo wa zamani wa Monaco na inatarajia kuelekeza mazungumzo hayo upande wake katika saa chache zijazo. Ili kuziba pengo lililoachwa na Mason Greenwood, mchezaji wa Uingereza anayechezea klabu ya Olympique de Marseille, ni kwamba Olympique de Marseille inajaribu kujiweka katika nafasi nzuri ya kumsajili Ilan Kebal. Tuwakumbusha kama Ilan Kebal ni mchezaji wa Paris FC, timu ambayo inapatikana kwenye mji mkuu wa Paris, ambayo inacheza daraja la kwanza kwenye Ligue 1 Ufaransa. Hata hivyo, klabu hiyo ya Marseille imefahamishwa kuhusu masharti ya Paris FC husiana na winga wao wa kulia. Kwa mujibu wa gazeti la kila siku la La Provence, klabu hiyo ya jijini Paris inataka kiasi cha takriban euro milioni 10 kwa ajili ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Algeria. Itakuwa vigumu kwa Marseille kupata kiasi hicho cha fedha, ikizingatiwa hali yao tete ya kifedha na ukweli kwamba wako chini ya uangalizi wa DNCG kuhusiana na malipo ya mishahara pamoja na ada za usajili wa wachezaji. Vyovyote vile, kabla ya kusajili wachezaji wapya ni lazima kwanza Olympique de Marseille ikamilishe taratibu za kuondoka kwa baadhi ya wachezaji waliopo. Habari ya kufuatia ni habari kutoka gazeti L'Equipe. Inaripoti kuwa Emmanuel Macron huyu ni rais wa Ufaransa, nasemekana kuwa aliingilia kati binafsi katika jaribio la kukwamisha mpango wa Gianni Infantino wa kuwaruhusu wawekezaji binafsi kushiriki katika kombe la dunia. Inaripotiwa kuwa rais huyo wa Ufaransa aliunga mkono msimamo wa UEFA pamoja na FFF, yani shirikisho la mpira Ufaransa, wa kupinga hatua hiyo ya kiongozi wa FIFA. Kwa mujibu wa gazeti hilo la kila siku la michezo, Emmanuel Macron alizungumza na Alexander Seferin, akazungumza pia na Patrick Motsepe na Infantino wakati mgogoro huo ulipokuwa umefika kileleni. Katika mazungumzo hayo, inasemekana kuwa kiongozi huyo wa taifa alimtaka mtendaji huyo mwenye asili ya Italy na Uswisi kulinda umoja wa soka duniani na kuepuka mgawanyiko wowote kati ya mashirikisho mbalimbali. Arsenal inapania kumsajili Vinicius Junior kama ilivyosemekana hapo awali. Vinicius Junior, mkumbushe kwamba ni mchezaji wa Real Madrid ambaye ana umri wa miaka 26. Ni kwamba Arsenal inapania kumsajili Vinicius Junior katika dirisha la usajili la majira ya joto mwaka huu, huku Real Madrid na winga huyo raia wa Brazil wakiwa bado hawajafikia makubaliano ya kuongeza mkataba. Mkataba wake wa sasa unaisha mwezi Juni mwaka ujao.
Uwezekano wa yeye kuhamia Uingereza unazidi kushika kasi. Hatua hii pia inatumika kama njia ya kuweka shinikizo kwa klabu hiyo kubwa ya Uhispania. Kwa mujibu wa gazeti la kila siku la AS la Jumatatu hii, Mikel Arteta anahusika binafsi katika jitihada za kumsajili mchezaji huyo wa zamani wa Flamengo. Kocha huyo Arsenal amemwahidi Vinicius Junior nafasi muhimu na ya msingi katika timu, jambo ambalo halingewezekana akiwa Real Madrid, ambapo timu hiyo imejengwa zaidi kuzunguka Kylian Mbappe. Yote vile, hatua hii inaonyesha nia na dhati kutoka kwa Arsenal badala ya kuwa ni janja ya muda mfupi isiyo na malengo ya muda mrefu. Naam, mvutano kati ya UEFA na FIFA unazidi kuongezeka. Kulingana na The Telegraph, baraza linaoongoza la Ulaya limemtishia rasmi Gianni Infantino kwa hatua za kisheria kufuatia mpango wake wa kufungua kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi ambao haukufanikiwa. Inaripotiwa kwamba UEFA pia imetuma barua kwa pande kadhaa zinazohusika katika swala hilo, ikiwa ni pamoja na Joshua Kushner, JP Morgan na Open Economics. Katika barua yake, UEFA inatoa wito mahususi kwa FIFA kuhifadhi kati na mawasiliano yote yanayohusiana na mradi huo, ikionya kuhusu vikwazo vinavyowezekana iwapo ushahidi wowote utaharibiwa. Shirika hilo linaoongozwa na Alexander Seferin linasema kwamba linachunguza njia zote zinazowezekana na kutafuta njia, iwe za kisheria, za kiholela au za udhibiti. Kama ilivyotarajiwa, kiungo Valentin Barco miaka 22 anajiunga na timu ya Chelsea. Timu ya Chelsea kwa kusajili, jamani, nakwambia ni ya kwanza. Kama ilivyotarajiwa, kiungo Valentin Barco anajiunga na Chelsea akitokea Strasbourg katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Maendelezo ya makubaliano hayo kati ya klabu hizo mbili, Chelsea pamoja na Strasbourg, ambazo zote zinamilikiwa na Blue Co, hayajawekwa wazi, lakini mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina alitia saini rasmi mkataba na The Blues utakaodumu hadi Juni mwaka 2033 siku ya Jumapili. Habari zingine, akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, Vincent Kompany alitoa taarifa kuhusu masuala ya usajili wa Bayern Munchen, akigusia hasa hitaji la kupunguza ukubwa wa kikosi. Mbelgiji huyo alithibitisha kuwa yeye na klabu tayari wamewajulisha wachezaji ambao hawapo katika mipango yake kwa msimu huu. Hao ni Joao Palhinha, Sacha Boey kutoka Ufaransa na Brian Zaragoza. Kimnukulu bwana Kompany amezungumza, naona ni jambo jema kwa klabu kuwasiliana wazi na wachezaji. Mimi mwenyewe nikiwa mchezaji wa zamani, hilo ndilo ningelipenda. Klabu imetoa msimamo ulio wazi, hivyo tunaelewana vyema, lakini jambo la muhimu zaidi ni kuwatendea kwa heshima.
Akiendelea nazungumza kocha huyo anasema tutaendelea kufanya nao kazi kama kawaida. Unapofanya maamuzi ni lazima uyawasilishe kwa uwazi. Muda wote ambao dirisha la usajili lipo wazi kuna msimamo ulio wazi, na baada ya hapo tutaona kitakachotokea. Kama ilivyo katika nyanja nyingine yoyote ya maisha. Lakini kazi yangu ni kuifundisha timu na kuiandaa kwa ajili ya msimu kwa namna bora zaidi. Wachezaji hao watatu wanatafuta kikamilifu njia ya kuondoka klabu hapo. Sakata la Vozinha. Vozinha huyo ni goalkeeper wa timu ya Cape Verde ambaye aliweza kujipatia umaarufu kwenye kombe la dunia lililopita. Sakata la Vozinha sasa limefikia tamati, na kipa huyo raia wa Cape Verde kwa hakika ameelekea Chile kujiunga na klabu ya Colo Colo. Baada ya siku kadhaa za sintofahamu kuhusu kuwasili kwake iliyotokana hasa na kutokuwepo kwake mara kwa mara na uvumi uliomhusisha na klabu ya RS Berkane ya Morocco, kipa huyo mwenye umri wa miaka 40 amethibitisha uamuzi wake wa awali. Akiwa ameibuka kama nyota katika michuano ya kombe la dunia akiwa na timu ya Cape Verde, sasa anajiandaa kuendeleza safari yake ya soka mbali na Ulaya. Kuwasili kwake nchini Chile kumethibitisha umaarufu aliyoupata katika wiki za hivi karibuni, akipokelewa na umati mkubwa wa mashabiki uwanjani ndege. Vozinha alikaribishwa kama nyota halisi na mashabiki wa Colo Colo ambao humchukulia kama shujaa wa kampeni ya kihistoria ya timu hiyo ya taifa inayofahamika kama Blue Sharks katika kombe la dunia. Hii ni ishara nyingine ya mchango mkubwa uliotolewa na mkongwe huyo wa Cape Verde ambaye aliibuka kuwa mmoja wa wachezaji waliofanya vizuri zaidi katika michuano iliyopita ya kombe la dunia huko Marekani. Na hii ndio habari yetu ya mwisho siku ya leo, nikiwatakia siku njema. Kwaherini.